Kibonde Maji na Changoma waliniambia Yesu amekuja. Ndio Mheshimiwa Chalamila, Yesu amekuja kutuokoa. Ndugu zangu, hii barabara ni mbovu sana ya kutoka hapa kwenda Lang'ata, ni mbovu sana. Hii daraja ni bovu mno. Kuna mtu juzi amefariki hapa. Juzi amefariki kwa sababu hii asali ya maji hapa barabarani. Amefariki. Kwa hiyo Mheshimiwa Chalamila, karibu sana, tunaomba utusaidie swala. Mainjinia wa TARURA itabidi wafike hapa kwa haraka wanijibu maswali kadhaa. Swali langu la kwanza ambalo ni la muhimu sana kwenye ukandarasi, kwenye ufundi na huo uinjinia wao, ni lazima waangalie, je, panawezekana kujengwa daraja, yani kuweka pesa ili paweze kutumika kwa daraja la kudumu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, huwa tunaangalia pia uelekeo wa barabara yenyewe. Je, panafaa kuweka pesa? Alafu tunakuja tunakaa mezani kuangalia, tukisema tuipitishe barabara hapa na daraja hapa na barabara hiyo kuelekea huko, gharama zake kwa ujumla zinaweza zikawa ni shilingi ngapi? Na kama zitakuwa ni kubwa, tuangalie option ya pili, tunaweza tukakatisha wapi ili wananchi waweze kupita. Hilo ndilo jambo la msingi, kwa sababu nikilopoka hapa kwamba kesho tunaanza kujenga, kwanza nitakuwa muongo, pili nitakuwa nimefanya uongozi ambao ni wa kitoto, lakini jambo la tatu ni kwamba lazima tuwe na profession na taaluma. Hawa jamaa watarudi, hawa mainjinia hawa leo hii wanarudi tena hapa kwa ajili ya kuanza kazi tena hii, kuangalia vizuri, wapangalie vizuri kabisa. Jambo ambalo mimi wasilihitaji na ambalo pia hata mkuu wa wilaya walihitaji ni siasa za uongo. Asante sana. Na nataka niwaahidi kwamba nitakuja tena. Na nitakuja tena na wataalamu ili wanipe, kwa sababu shida ya upande wetu wa serikali huko hivi, jambo linaweza likawa ni la milioni 2. Lakini ukapita utaalamu hapo ikawa complicated, yani mpaka jambo hilo haliwezekani tena. Sasa nataka tuje tena wanieleze kwa Kiswahili cha kawaida. Yaani waniambie tu kama Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tukipata mifuko ya simenti 2000, tukapata na nondo tani 30, tukapata na kokoto kubiki mita kadhaa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunaanza kujenga. Si umeelewa mpaka hapo eh? Ili mimi niwaulize swali la pili. Je, kwa mfano huo tutafute wafadhili mmoja mmoja ambao wanaweza kutusaidia, au tuendelee kusubiri fedha ya serikali? Watanijibu hawa. Maana vinginevyo na hawa nao kiwaacha tu peke yao hivi ni kama nyumba. Anakuja moja kwa moja anakuambia nyumba hii mheshimiwa ni ya milioni 560. Ukijiangalia hata milioni 2 hujawahi kushika. Lakini kumbe angesema tu mheshimiwa hapa milioni 7 unawezeka, mengine ataendelea taratibu. Kumbe yeye mle ndani ameweka fundi anavyoenda kukagua, ameweka tiles za China wakati wao wanataka tiles za Kibonde Maji, ameweka sijui bati za wapi wakati wao wanataka za kawaida. Kwa hiyo lazima hawa nao tuwasimamie ili wa soften Kiswahili kile kiwe ni kile kinachotekelezeka, sio kile ambacho hakitekelezeki. Mmeenelewa mpaka hapo ndugu zangu? Basi baada ya kusema haya, nawashukuru sana na asanteni, Mungu awabariki sana. Kiukweli daraja hili limekuwa ni changamoto kubwa sana kwa miaka mingi na limekuwa likipelekea kupoteza wapendwa wetu katika mto huu kijaa maji. Nyakati za masika kila mwaka tumekuwa tukiokota miili ya watu kwenye bonde hili kutokana na kukwama eneo hili la kuvuka. Wanalazimika kuvuka kwa kuogelea. Sasa maji yakiwazidi huwa wanafariki bahati mbaya. Kwa hiyo tukuombe sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ulibebe hili kwa uzito.